Breeze Online TV, the world comes to you. Mheshimiwa Khalifa Abdul Haman Al-Marzouk, I hope I pronounced your name. Al-Marzouk, yes. Balozi wa Falme za Kiarabu nchini Tanzania. Mwenyeji wetu Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mtendaji wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Ndugu Ali Rashid, Head of Delegation, Sharjah Charity International. Kaka yangu ndugu Arif Nahid, Chairperson, mwenyekiti wa Islamic Foundation. Na tambua uwepo pia wa viongozi waandamizi kutoka serikalini ambao mko hapa. Namuona Kamanda Mambo Sasa. Lakini pia tunaye Head wa Medical Team, Small Heart Mission, Dr. Ahmed Al-Kamali, pamoja na timu yetu ya kutoka Jakaya Kikwete Cardiac Center, wakuu wa idara, na timu pia ya madaktari na wataalamu wa afya kutoka UAE. Na ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Sina maneno mengi yamesemwa, lakini kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha tumekutana siku hii ya hapa leo kushiriki mimi pamoja na Mheshimiwa Balozi kuzindua kambi ya upasuaji wa wagonjwa wa moyo katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Kambi hii inaitwa Small Heart Mission, ambayo kama tulivyoelezwa imedhaminiwa na wenzetu kutoka Jumuiya ya Sharjah ya Falme za Kiarabu chini ya uratibu wa Islamic Foundation. Na ni kweli aliniomba Mheshimiwa Balozi kwamba waziri na wageni wanakuja, naomba tushiriki na Profesa Janabi. Nina ratiba ngumu sana, lakini Profesa na ndugu zangu wanahabari, kwangu mimi linapokuja suala la JKCI, Jakaya Kikwete Cardiac Institute, ratiba zote naweka pembeni, kwa sababu ni moja ya taasisi zilizo chini yangu ambazo zinafanya vizuri. Kwa kweli zitanibeba. And then I said I have to be here this morning. Na nikimaliza na safiri naenda Morogoro. I just came for this particular event. Kwa hiyo hongereni sana. Na ndugu wanahabari, sio kwamba maneno haya tunasema kwa ajili ya kujifurahisha, lakini tukiangalia JKCI chini ya uongozi wa Profesa Janabi 2015 na leo 2019 tulikotoka, kwa kweli yapo mafanikio makubwa sana. 2015 karibuni upasuaji huu wa moyo ulikuwa unafanyika na wataalamu wa ndani kwa 35%. Kwa hiyo labda wana wagonjwa 100, ni wagonjwa 35 tu ndio walikuwa wanaweza kuwafanyia upasuaji. Leo wakiwa na wagonjwa 100, wagonjwa 90 wanaweza kufanyiwa upasuaji na wataalamu wetu. Hongereni sana. Kwa hiyo ndio maana hizi complicated kidogo ndio ambao tunapata support ya wenzetu. Lakini tukiangalia pia hata idadi ya wagonjwa, of course ni kwamba ni kweli kwamba kuna ongezeko la idadi ya watu kwa 3%, lakini unaona kazi yao. 2015 walikuwa wanafanyia upasuaji wagonjwa kama 624, 2018 wameweza kufanyia upasuaji wagonjwa 2056. Kwa hiyo hongereni sana. Lakini kwangu mimi ambalo ndio kubwa na hili ambalo nimekuwa nikilisimamia sana, zamani wagonjwa wengi walikuwa wanapelekwa nje ya nchi kwa ajili ya kufanyia upasuaji. Sana tulikuwa tunapeleka wagonjwa India. Na wakati naingia wizarani nilikuwa na orodha ya wagonjwa wengi ambao wanatakiwa kupelekwa nje ya nchi. Profesa kila siku anakuja na faili yake. Waziri naomba fedha, waziri naomba fedha. Nikamwambia Profesa, lazima tujenge uwezo wa ndani. Kwa hiyo leo tumepunguza rufaa za wagonjwa wa upasuaji nje ya nchi kwa zaidi ya 95%. Zaidi ya 95%. Na hata hao 5%, Profesa, nimekubaliana naye na nimshukuru sana Balozi Khalifa. Kwa sababu ukipeleka mgonjwa mmoja India, tunatumia kama milioni 100. Lakini pia hujengi uwezo wa ndani. Lakini ni bora sasa wanavyotusaidia, balozi ametuletea wataalam
kina Dr. Ahmed pamoja na timu yake. Kwa hiyo badala ya kuenda kwa mtoto mmoja, kwanza tunafanyia wagonjwa wengi, lakini pia tunajenga uwezo wetu wa ndani wa kufanya upasuaji. Kwa kwenye hili Profesa nawashukuru sana, na niseme kwamba sisi kama serikali kupitia Wizara ya Afya, lakini pia kama unavyofahamu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli yeye mwenyewe huwa nikimwambia jambo la JKCI ananiambia waziri wapatie, wasaidie. Kwa hiyo kwa kweli tunawashukuru sana, na mimi tutaendelea kuwaunga mkono. Na Mheshimiwa RC Makonda amesema hichi kinachochangiwa na wenzetu ni sehemu, sisi serikali pia tumeweza kutimiza wajibu wetu. Kama alivyosema pia Profesa, tumeweka mwaka huu wa fedha tumewaletea bilioni 1.5 kwa ajili ya kununua vifaa ili na theater, chumba cha upasuaji namba 3 kiweze kufanya kazi, lakini pia tunalipa mishahara ya watumishi wote wa JKCI, wanalipwa na serikali. Kwa hiyo kama serikali tutaendelea kutimiza wajibu wetu. Baada ya kusema hayo, uwaga napenda mimi mtu akifanya vizuri nampongeza. Wanajua watu wangu wizarani, akifanya vibaya namwambia kwa kweli sijapenda. Kwa Prof, I'm so proud of you and your team. Kwa kweli mnafanya kazi kubwa na nzuri. Na ndoto ile ambayo tunataka kuwa nayo Tanzania, kuifanya nchi ya utalii wa kimatibabu, sina shaka JKCI weza kutitamishia ndoto yetu. Na ndio maana tayari tumepata wagonjwa kutoka Rwanda, Malawi, DRC, na tunaamini tutapata wagonjwa kutoka nchi nyingine. Nafahamu vyumba havitoshi. Kwa tunahitaji kujenga, tulikuwa tunaangalia lile jengo pale, kama tunaweza tukalipiga chini tukaweka jengo lingine kwa ajili ya JKCI. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niseme sambamba na ratiba yangu ngumu, lakini kambi hii ya upasuaji kwa kweli ni muhimu sana, na nitumie fursa hii kuwakaribisha madaktari wote kutoka UAE ambao mtashirikiana pamoja na madaktari wetu katika kwa muda wa siku hizi 8. Kambi imeshaanza, lakini Mheshimiwa Balozi Halifa nikushukuru sana. I really thank you very much on behalf of the government of the United Republic of Tanzania for your support and commitment to work with us, at least to make sure people, especially children from the vulnerable and the marginalized families, have access to cardiovascular services. Asante sana, may God bless you and your team. Lakini pia ni balozi hii sio mara ya kwanza kama alivyosema Dr. Ahmed, they have been here for 3 times now. Kwa hiyo wataendelea kuja, na lakini niwashukuru sana watu wa Islamic Foundation kwa sababu kaka yangu Nahadi nyie ndio mmeweza pia kutuunganisha, tunawashukuru sana. Na kambi hii itadumu kwa siku 8, imeanza tarehe 13 na inatarajiwa kumalizika tarehe 20, na Profesa amesema pale kwamba tunategemea kuwafikia watoto 60, na watoto kama 15-20 watafanyiwa upasuaji kwa kufungua kifua, inaitwa open heart surgery, na watoto kama 25 watafanyiwa upasuaji kwa kutumia tundu dogo. Nadhani wanahabari mmeshafuatilia, kuna ile ya kufungua kifua kabisa, alafu kuna ile ya kutumia tundu dogo tunaita cath lab. Na kipekee pia, lakini kwa kweli nimpongeze sana mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, ameshaondoka Paul Makonda, lakini kwa jitihada zake binafsi za kuhakikisha pia anawezesha watoto kutoka familia maskini kupata huduma za matibabu ya moyo. Kwa hiyo ndugu wanahabari, kama kuna mtu wa mkoani, naomba mfikishe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Makonda. Na unajua ukiwa kiongozi unatakiwa kufanya hata kitu kidogo, hata sio kiongozi. Amesema, nadhani umesema kaka wa Islamic Foundation, yani unatakiwa kufanya kitu kidogo kwa ajili ya mtu anayehitaji, na unayanuia kama ni sadaka yako. Kwa hiyo kwenye hili binafsi nampongeza sana Paul Makonda, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa kufanikisha kuwezesha watoto 60 ambao atawapatia kupitia kwake atatafuta ufadhili wa kuwapatia huduma za matibabu. Naomba tumpigie makofi. Kubwa ambalo ameniambia kwamba amejikomiti kati ya Novemba na Disemba atachangisha, raise 1 billion. Kwa kweli mimi nitampa cheti cha ushukurani kubwa, bango kubwa, akiweza kufanikisha. Kama tukipata hiyo 1 billion kwa ajili ya matibabu ya moyo kwa watoto, kwa kweli hili ni jambo kubwa. Lakini pia namshukuru kwamba atachangia bima za afya kwa watoto 500. Na niseme kwamba kwetu sisi uwepo wa kambi hii ya matibabu ya moyo
imeweza pia kuwezesha kwamba sasa tumeweza pia kupata hiyo commitment ya mkuu wa mkoa ya 1 billion, lakini bima ya afya pia kwa watoto 500. Na narudia tena kusisitiza, sisi kama serikali tutaendelea kutimiza wajibu wetu wa kuhakikisha tunaweka fedha. Hatutategemea tu wadau, lakini na sisi pia tutatimiza wajibu wetu. Na profesa, tuna sijui OSIA, mlipata OSIA mwezi huu? Mmepata lini OSIA mwisho? Mwasibu lini? Haya, ngapi? Kwa Simona hata tumeleta hela za uendeshaji milioni 150 mwezi wa 8. Kwa na sisi kama serikali tutalipa mishahara, tutatoa fedha za maendeleo, lakini pia tutatoa fedha kwa ajili ya uendeshaji. Na nitumie fursa hii tena kuishukuru sana serikali ya Falme za Kiarabu kupitia taasisi ya Sharjah Charity International kwa ujuzi wanaotoa kwa wataalamu wetu. Dr. Kisengi naamini na timu yenu kuna vitu mmepata kupitia hii kambi ya siku 8 ambayo itaendelea, kwani matibabu ya moyo ni gharama sana, lakini pia kuna utaalamu. You are very good, lakini kuna zile vitu wenzetu kwa sababu wako mbele kutokana na teknolojia na uzoefu wa mara kwa mara. Kwa hiyo nimalize kwa kusisitiza kwamba ni matumaini yangu kwamba watoto hawa watakaopata huduma katika siku hizi 8 watatoka salama. Na habari njema, tumeambiwa tangu wameanza tumepoteza mtoto mmoja tu, na tumepoteza mmoja katika miaka 3. Kwa hiyo ninaamini wazazi wenzangu ambao mko hapa, watoto wetu watatoka salama. Tumuombee Mwenyezi Mungu. Wataalamu wao wanajitahidi kutumia ujuzi na uzoefu wao, mengine ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na sisi kwa imani zetu tuendelee kumuomba na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na kwangu mimi balozi, I really thank you very much. I have got too many challenges within the health sector. Tuna kipindupindu, kifua kikuu, ukimwi, una mzigo wa magonjwa yanayoambukiza. Na sasa hivi kulikuwa na rumors, tishio la Ebola. Kwa hiyo una magonjwa sio ya kuambukiza, lakini unabeba mzigo wa magonjwa sio ya kuambukiza. Kisukari, magonjwa ya moyo, saratani, shinikizo la damu. Kwa hiyo sasa hivi 34% katika kila vifo 100 vinavyotokea hospitalini ambavyo vimeripotiwa, vifo 34 vinasababishwa na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo non-communicable disease basically contribute or maybe account for 34% of mortality. Of mortalities in Tanzania. Kwa mnaweza mkaona kwamba na kati ya magonjwa tukiyaondoa, magonjwa ya moyo yanaongoza namba 2. Kwa watu wengi sasa hivi wanafariki kwa magonjwa haya. Kwa tunawashukuru sana ubalozi kwa kutuwezesha kwamba kuwatibu hao watoto mapema, maana yake tutaweza kuwasaidia. Na la mwisho ambalo nataka kulisisitiza, tarehe 26 Septemba tunazindua kampeni ya taifa ya chanjo inaitwa MR ya surua na rubela. Ugonjwa wa rubela ndio pia unaweza kusababisha tunaita birth defect. Birth defect. Kwa hiyo unasababisha rubela, inasababisha matatizo ya yani natafuta birth defect. Magonjwa yani sijui bwana, mmeshaelewa lakini watu habari. Kwa rubela, kati ya birth defect inayosababishwa mojawapo ni magonjwa ya moyo. Kwa hiyo tunafanya chanjo hii ya MR ambayo tunafanya kampeni tarehe 26 mpaka tarehe 30 Septemba. Kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi, pale ambapo mtoto wa kike na wa kiume atapata chanjo ya rubela ambayo tunaitoa, maana yake unampunguzia uwezekano wa kuja kuzaa mtoto mwenye matatizo ya moyo. Kwa hiyo tunaweza tukapunguza matatizo ya moyo kwa kiasi kikubwa endapo watu watafanya hiyo chanjo. Kwa hiyo wanahabari mko hapa, naomba tena nirudie, tarehe 26 tunazindua kampeni hiyo ya MR nchi nzima ambayo tunaamini itaweza pia kutusaidia. Lakini la pili ambalo nataka kulisisitiza, namshukuru Mheshimiwa Makonda atalipia bima za afya kwa watoto 500. Lakini na mimi narudia kusema, na nilisema bungeni, jamani, matibabu ni gharama. Profesa ametuambia hapa gharama ni 12 million. Lakini akifanya bei ya chini kabisa tukifanya ni milioni 5. Ni mtu gani wa kawaida anaweza akamudu gharama milioni 5? Ni bima ya afya. Kwa na hili la kusema mimi tena jingine nimeshapiga NHIF kulipia bima ya afya tayari mtu anaumwa. Hapana. Huwezi kukata bima wakati gari limepata ajali. Unatakiwa kukata bima kabla ya ajali. Kwa hiyo mzazi, umezaa mtoto wako,
kamkatie 50,400 bima ya afya. Nilitoa mfano bungeni, ulinikera na waandishi wa habari, narudia kusema, Watanzania tunasema ndiyo ni maskini, lakini pia sio maskini wa hivyo. Tunayo hela ya kuchangiana kwenye vichen party, tuna hela ya kukodi matarumbeta kwenda kushangilia mume ametoka nyumba ndogo. Iliniuma sana, sijui kama ana bima, lakini ndio mfano halisi wa Watanzania. Mama anashangilia kwamba mume amerudi nyumbani. Matarumbeta yale yanaikodiwa kwa shilingi ngapi? Waliweka mishikaki ni shilingi ngapi? Walinunua madera ni shilingi ngapi? Alafu muulize huyo mama kama amewakatia watoto wake bima ya afya, atakwambia mimi maskini. Lakini hela ya kununua matarumbeta ya kusutana tunayo. Hela ya kwenda kuchangiana kwa ajili ya kutunzana ipo. Kwa hiyo mimi lazima tubadilike. Bila bima ya afya hatutoki, ndugu zangu. Mtamlaumu Profesa Janabi, yuko very expensive. Jamani, unakata bima kabla gari halijagongwa. Hilo naomba niliseme wazi. Na mimi sasa hivi, Balozi, you know what I was trying to emphasize? We are trying as the government to improve healthcare services, building infrastructure, putting equipment, but many people cannot afford healthcare services. Now we are basically sensitizing our people to enroll with the National Health Insurance. It is not that expensive. A challenge which I see is not really a question of ability to pay, but a willingness to pay. Because people can spend money on other things which are not important. So basically, I'm encouraging Tanzanians to invest on your healthcare, on their healthcare services. Kwa hili lazima mimi kwa kweli nimesema. Ukiniuliza waziri kama waziri sasa hivi, miaka 4 ambayo umekaa Wizara ya Afya, mambo ya changamoto zako kubwa mbili ni zipi? Nitakwambia watumishi na bima ya afya. Sina changamoto nyingine. Ni hizi mbili. Namshukuru sana Profesa Janabi na watumishi wake wanaenda vizuri, na washukuru Muhimbili na wataalamu wao wanaenda vizuri, Moi, lakini watu wengi they cannot afford. Kwa hata waandishi wa habari, najua tumesimamisha ile bima ya 70,600 kwa sababu pia tumeangalia ile ya mtu mmoja tumeangalia kidogo, hata ukiangalia gharama za huduma bado ni kubwa sana. Kwa hiyo tunasubiri ndani ya serikali tupate tu kama vile go ahead izindua. Juzi kuna mtu natoa mfano, amenipigia amepata ajali Moi, wanataka 4.5 milioni. Anaambia waziri na 2 milioni. Na ni vijana wakachangishana wakapata 2 milioni. Kwa pia narudia tena kusisitiza, hebu tuchangiane, hata kama tutakuja kuifanya 200,000, ni bora uchukue 200,000 yako, kwa sababu hujui ukipata ajali ni 4.5 milioni. Kwa bora hata na mimi nitaomba hata waandishi wa habari kwa kweli, na sisi tuungane vikundi vya kununua bima ya afya. It is cheaper. Siamini kama itaenda zaidi ya 300,000, kwa tunaliangalia. Kwa niseme Balozi, thank you very much. We are trying as much as we can also to play our role to ensure that our JKCI, Jakaya Kikwete Cardiac Institute, is basically providing services to all Tanzanians regardless of their economic status. But we thank you for your support and partnership, and then I'd like to kindly request you to continue working with us. There are too many challenges within the health sector, but asante sana. Hai. Kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia, tafadhali subscribe, like na ucomment. Breeze Online TV.